Mazishi ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah amrehemu alifariki akiwa gerezani katika ngome ya Damascus mwaka 728 Hijiria. Alikuwa amehitimisha Qur'an mara ya 80 akiwa gerezani pamoja na ndugu yake, na walikuwa wameanza mara ya 81 walipofika aya isemayo, hakika wamchao Allah watakuwa katika bustani na mito. Alifariki baada ya kuisoma aya hii. Watu waliposikia kifo chake walikusanyika kutoka katika kila pande hadi ngome aliyokuwa amefungwa ikajaa. Jeneza lake lilitolewa kwa ajili ya kuswaliwa na kuzikwa kabla ya dhuhuri, lakini hakuzikwa mpaka baada ya alasiri kwa sababu ya msongamano mkubwa wa watu waliokuja kwenye mazishi yake. Viatu na vilemba vya watu vilipotea kwa wingi, lakini hakuna aliyevishughulikia. Kila mmoja alikuwa makini kutazama jeneza. Haijawahi kushuhudiwa mazishi kama hayo mjini Damascus. Kabla ya hapo, idadi ya wanaume ilikadiriwa kuwa kati ya 60,000 hadi 200,000 na wanawake 15,000, bila kuhesabu waliokuwa wamepanda juu ya mapaa na maeneo mengine ya juu. Siku hiyo hakukupikwa chakula katika masoko ya Damascus na maduka mengi hayakufunguliwa. Watu wengi walinuia kufunga siku hiyo kwa sababu hawakupata muda wa kula wala kunywa kutokana na kushughulishwa na mazishi. Hakuna mwanachuoni yoyote wa Damascus aliyekosa kuhudhuria mazishi hayo isipokuwa watu watatu waliokuwa maarufu kwa uadui dhidi yake, waliohofia kuuawa na watu, hivyo wakajificha. Idadi waliokuwepo kwenye mazishi ilikuwa ni kubwa mno, hakuna aliyeweza kuidhibiti isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka akatokea mtu mmoja akapaza sauti akisema, hivi ndivyo yanavyokuwa mazishi ya maimamu wa sunna. Hapo watu walibubujika machozi kwa wingi walipomsikia huyu aliyepaza sauti. Yote haya yalitokea licha ya kwamba alikuwa amefungwa na mamlaka ya wakati huo, na wanazuoni wengi walikuwa wakiwapandikiza watu chuki dhidi yake ili wasimsikilize. Pamoja na hayo, haya yalikuwa ni mazishi yake tu, bila hata kutaja elimu yake na sifa zake bora. Historia hii utaipata katika kitabu cha Al-Bidayah wa Nihaya Ibn Kathir, al-Juz' ar-14, peji ya 698 mpaka 767. Imefanywa tarjama na Abu Uthaymin Al-Likapo na imesomwa nami Abu Fauzan Abdullah ndani ya Sauti Salaf. Hakika inasikika. Usisahau kusubscribe channel yetu, share na kucomment. Sauti Salaf, hakika inasikika.